Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amesema serikali inaendelea na uchunguzi kuhusu madai ya kutoweka kwa mwanasiasa Humphrey Polepole. Kauli ya Katambi inakuja ikiwa ni siku ya 274 tangu kutoweka kwa Polepole alfajiri ya Jumatatu Oktoba 16 mwaka 2025 katika makazi yake ya Ununio, wilaya ya Kinondoni, jijini Dar es Salaam hadi kufikia leo Julai 16 mwaka 2026. Kupitia mahojiano maalum na Ayo TV, Waziri Katambi amesema katika hayo ya utekaji kulikuwa na sura nyingi. Sura ya kwanza, mambo ya utekaji yalikuwa yanafanyika na watu wenyewe, unakuta ni raia kama raia, labda ni ugomvi, wengine ni uhasama, chuki ama ubabe, na kwa sababu wanatofautiana misimamo fulani, mwishoni inaonekana imefanyika na watu kutoka mamlaka za serikali. Utakumbuka juzi mauaji ya James Temba aliyekatwa kichwa, walisema serikali imefanya. Super Sammy alitekwa akasema serikali, ila uhalisia ukagundulika sivyo. Na mifano mingine ni mingi kama yule bonge wa Kimara Talimo, haikuwa serikali. Sisemi kwamba anatetea tu serikali. Upande pia wa serikali inaweza kunikafanya mimi mwajiliwa wa serikali kwa kuwa nina visa na mtu, lakini sio kwamba nimetumwa na serikali, na wapo askari ambao wamebainika kufanya makosa na machukuliwa hatua. Serikali haiteki, inakamata na kumpeleka mtu kwenye vyombo vya sheria. Katambi ameongeza kuwa uchunguzi wa masuala ya aina hiyo unahitaji muda wa kutosha ili kuhakikisha haki inapatikana kwa pande zote zinazohusika. Ukiharakisha shauri haraka unaweza kuzika haki za watu, na ukachelewesha haki umeinyima pia haki hiyo. Kuhusu Polepole, taarifa ya mwisho, vyombo vya ulinzi na usalama vilisema vimeendelea na uchunguzi na upelelezi juu ya jambo hilo, na hata aliyekuwa anatoa taarifa hiyo niliona kupitia Ayo TV alisema inasadikika hakuwepo nchini, lakini kuna taarifa zinasema alikuwa nchini. Kwa hiyo kama ni kweli au sio kweli, upelelezi bado unaendelea. Hapa tunachambua hoja ya sakata zinavyovuma na kutia wasiwasi nchini ni kutoweka kwa mwanasiasa Humphrey Polepole, ambapo waziri wa mambo ya ndani Patrobas Katambi amezungumza kwa mara nyingine kupitia mahojiano na Ayo TV akisema serikali inaendelea na uchunguzi. Hii ni baada ya siku 274 tangu Polepole kutoweka alfajiri ya Oktoba 16 mwaka 2025 kupitia makazi yake ya Ununio, Kinondoni, Dar es Salaam. Waziri Katambi amekiri kwamba katika visa vya utekaji na kutoweka mara nyingi huwa na sura nyingi. Zinaweza kuwa za raia kwa raia kutokana na ugomvi, chuki au tofauti za kisiasa. Alitoa mifano ya mauaji ya James Temba aliyekatwa kichwa, utekaji wa Super Sammy na kisa cha bonge wa Kimara Talimo, ambapo awali watu walishutumu serikali lakini baadaye ikagundulika si serikali. Katambi alisisitiza serikali haiteki watu, inakamata na kuwapeleka kwenye vyombo vya sheria. Alikiri kwamba kuna askari ambao wamefanya makosa na hatua zimechukuliwa, lakini si serikali kwa ujumla. Kuhusu Polepole, uchunguzi unaendelea na inachukua muda ili kuhakikisha haki inapatikana. Alitaja taarifa zinazopingana kuhusu kama Polepole yuko nchini au nje. Hii ni kauli rasmi baada ya miezi 9 ya Polepole kutoweka. Humphrey Polepole ni mwanasiasa anayetambulika, mara nyingi akihusishwa na upinzani au maoni yanayopinga serikali. Kutoweka kwake alfajiri ya Oktoba 16 mwaka 2025 kumezua hisia na tuhuma nyingi kutoka kwa familia, marafiki pamoja na wanasiasa. Hadi leo hakuna taarifa rasmi ya kupatikana kwake au maiti yake. Kauli ya serikali ni kuwa Waziri Katambi anajaribu kutoa picha ya uwiano kwamba si kila kisa cha kutoweka ni kazi ya serikali. Hii inakuja wakati ambapo kuna wasiwasi mkubwa wa kimataifa na ndani kuhusu visa vya kutoweka kwa lazima, yani enforced disappearance, na mauaji ya watu wenye maoni ya kisiasa. Mifano mingine ambayo ametaja ni kuwa James Temba ambao ni mauaji ya kikatili. Kuna visa vya Super Sammy na bonge wa Kimara. Visa hivi vinaonyesha muundo wa tuhuma dhidi ya vyombo vya usalama, ikifuatiliwa na maelezo ya serikali kuwa si rasmi. Ripoti za LHRC, Legal and Human Rights Center na Tanzania Human Rights Defender Coalition zimeandika visa vingi vya kutoweka au mauaji yasiyofahamika katika miaka hivi karibuni. Kwa mfano, kati ya mwaka 2015 mwaka 2025 kumeandikwa visa kadhaa vinavyohusishwa na mauaji na maoni ya kisiasa. Human Rights Watch pamoja na Amnesty International zimetaja Tanzania katika ripoti zao kuhusu uhuru wa kujieleza na usalama wa wanasiasa pamoja na wanaharakati. Kwa mujibu wa sheria ya kimataifa kama International Convention for the Protection of All Persons from Enforced
disappearance, serikali ina wajibu wa kufanya uchunguzi wa haraka, wa kina na wa wazi. Katambi amesema uchunguzi unachukua muda ili kuepuka kuzika haki, lakini wakosoaji wanasema miezi 9 ni muda mrefu sana bila maendeleo yanayoonekana. Sakata hili linakuja wakati wa mvutano mkubwa kati ya serikali na upinzani, ikiwemo kesi ya Dr. Slaa dhidi ya Katambi na IGP na migogoro ya ndani ya Chadema. Hii inazidisha wasiwasi wa umma kuhusu usalama wa viongozi wa kisiasa. Kauli ya Waziri Katambi ina pande mbili. Inajaribu kutuliza hisia kwa kutoa mifano ya visa ambavyo si vya serikali na inakiri kwamba uchunguzi unaendelea. Hata hivyo, inaacha maswali mengi. Ni hatua gani maalum zimechukuliwa katika kesi ya Polepole? Ni nani anayesimamia uchunguzi? Kuna ripoti ya maendeleo iliyotolewa kwa familia? Kutoweka kwa mtu yoyote, hasa mwanasiasa, ni jambo zito sana katika jamii inayodai demokrasia na utawala wa sheria. Serikali ina wajibu wa kutoa majibu ya wazi na ya haraka. Miezi 9 bila maendeleo yanayoonekana inazaa tuhuma na kutoaminiana. Hata kama si serikali rasmi, vyombo vya usalama vina wajibu wa kulinda raia wote bila ubaguzi. Serikali inapaswa kuongeza uwazi, kutoa ripoti ya kila wiki au kila mwezi ya maendeleo ya uchunguzi. Familia na umma wana haki ya kujua. Wakati huo huo, jamii inapaswa kuepuka kutoa tuhuma bila ushahidi, kwani inaweza kuharibu uchunguzi halisi. Hii inaonyesha changamoto kubwa ya Tanzania kuhakikisha usalama wa raia na viongozi wa kisiasa wakati wa tofauti za maoni. Suluhisho la kudumu linahitajika ili mageuzi ya kimfumo katika vyombo vya kiusalama, uwajibikaji mkubwa na mazungumzo ya kitaifa. Kesi kama hii inaweza kuwa kipimo cha kujitolea kwa serikali katika haki na demokrasia. Tunatarajia maendeleo mazuri na Polepole kurudi salama au angalau kupatikana kwa ukweli. Wasikilizaji, sakata la Polepole linatukumbusha kuwa haki na usalama ni muhimu kwa kila mmoja wetu. Endelea kufuatilia maendeleo ya uchunguzi huu na utoe maoni yako kuhusiana na sakata hili. Wewe unalichukulia aje?